Ni Mount Carmel Mwireri CFF, na tunashukuru Bwana kwa sababu ya kutupatia nafasi hii ya kuhubiri katika runinga ya Gospel Voice TV. Tunakaribisha wote ambao mnaotutazama na kutusikiza siku ya leo, na pia washirika wa Mount Carmel Mwireri CFF tunakaribisha. Tupatie Yesu makofi mazuri kwa siku njema. Mchana mwema. Nataka tu kuongea neno la Bwana katika ujumbe ama kichwa chake, A Prisoner of the Lord, mtumwa ama mfungwa wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtu ambaye aliyesoma na akaandika Biblia kwa mambo ambayo aliyopitia na akajifundisha jinsi ya kuwa mfungwa wa Kristo, ni Paulo. Paulo aliandika vitabu 4 akiwa amefungwa gerezani. Na mara nyingi wa Kristo huwa tuna complain ya kwamba hatuwezi tukakamilisha mambo ama hatuwezi tukafanya mambo makubwa kwa sababu ya hali ambazo tunazozipitia. Paulo alifungwa katika gereza kwa kipindi cha miaka 5 na miaka 7 mpaka wakati ambapo aliuliwa. Na wakati huu ndio aliyoandika vitabu ambavyo viko na nguvu sana, hizi barua ambazo alizoziandika 4. Kitabu cha Efeso, wa Filipi, Colossians na Filemoni. Hizi vitabu 4, ukisoma katika hizo vitabu 4, alikuwa naongea mambo ambayo alikuwa mazito sana na maufunuo, akisema kwamba aliandika maandiko haya akiwa katika ufungwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati zile za gereza za Warumi zilikuwa ngumu sana, kwa sababu si kama hizi ya kwamba unakuta watu wanaachiliwa wanawekwa huru, ya kwamba mtu anafungwa mikono, ya kwamba unawekwa bao 2, miguu yako inaingia katika kibao, unafungwa katika bao 2 kwenye miguu, ya kwamba hauwezi ukatoka pale. Na Paulo hapa ndipo alipata ufunuo, akasema kwamba lisha hawa watu hata kama wamenifunga katika kifungo gerezani, si kwamba kuna makosa Paulo alikuwa amefanya kulingana na Biblia ama kulingana na mapenzi ya Bwana, lakini ufungwa huu ambao alikuwa aliupitia kwa sababu tu apenda na alitimiza mwito ambao Mungu alikuwa ameweka ndani yake juu ya mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo maneno, ukisoma hizi vitabu 4 za Paulo, utaweza kujua uzito na maufunuo aliyopata katika wakati ule akiandika haya maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo katika utumwa, katika ufungwa ule, Paulo ndipo akasema ya kwamba ndio kuna tofauti ya kufungwa hapa duniani na kuna tofauti ya kuwa wewe ni mfungwa wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the living God. Na hapa ndipo Paulo tunahitaji kuelewa kwa nini akazungumza yeye ni mfungwa wa Kristo. You know, there is a difference between being a prisoner and a slave. Paul is not talking about a slave. He is talking about being a prisoner of Christ. Praise the name of the living God. Na hii ndio kitu ambacho wakati mwingine hatujui sisi wa Kristo. Tunapoingia katika ufalme wa Mungu, ama tunapoingia katika wokovu, tunahitaji kuelewa kwamba tunaingianga katika ufungwa wa Kristo. Yesu mwenyewe alinakiri haya maneno katika kitabu cha Mathayo 11:28, 29 mpaka mstari wake wa 30, aliposema kwamba tujifunge nira yake, nayo ni laini, ni nyepesi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So Paulo naye anazungumza kuhusu kuwa mtumwa wa Kristo. Ningependa tu nishukue tu maneno kadhaa ama mawili matatu manne hivi ambayo itakufaa sababisha uelewe. Na napozungumza hizi ni kwa sababu ninahubiri gereza. Juzi nimetoka huko on Thursday nikihubiri katika gereza letu la Nanyuki. Na kuna mambo ambayo hale mazingara, kuna mambo ukienda wale ambao tumeingia katika mahali pale. Wajua pengine unaona mtu mmoja wawili. Mimi naonanga watu karibu 600 wamekaa pale mbele yangu na wahubiria. Na kuna yale mambo nimekuja kuelewa na gereza. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Kumaanisha huyu mtu kuna freedom, kuna uhuru katika maisha yake, amenyimwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukumbuke hapo anapozungumza prisoner of Christ, si kwamba alilazimishwa kuingia katika ule utumwa wa Kristo,
Paulo yeye mwenyewe ndiye aliamua kumfuata Yesu kwa njia ya imani. Hivyo hivyo ulivyoamua wewe kuja kwa Yesu. Ujue wakati ulimkubali Yesu, ulikubali kuwa mfungwa wa Yesu. Wetekilile, ulikubali akuweke pingu zake. Ulikubali akufunge katika gereza lake. Ulikubali akunyime uhuru fulani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ukienda katika gereza kuna mambo utakuja kuelewa. Mtu havagi zile vazi analotaka. Wewe unavaa zile vazi unataka, si ndio? Sasa hizi umevaa lile vazi ulilotaka kulivaa. Ukienda pale mtu akulagi kile ambacho anachotaka, ni kuambiwa unaambiwa ni bosho na ugali, ni mshele na cabbage. Bwana Yesu asifiwe. Utalala mahali fulani kwa floor. Utapara pengine kwa mattress kaiji moja. Hautalala vile ambavyo unavyotaka. Utalala mkiwa wengi katika kidomitori kimoja. Gerezani hakuna atira starehe ya choo. Unajua kuna siku moja nilifungwa, nilishikwa na nikapelekwa Nairobi, Australia. Nilishikiwa huko na nikafungwa hapo siku kadhaa. Lakini ile kitu ambayo ilikuwa ni baya sana, ile mazingira iliniumiza hata zaidi, ambayo niliona ni mazingira ngumu sana, ni ya kwamba mnaenda kwa choo ambao ni bucket. Hauko hakuna sijui heshima, haijui mzee, haijui kijana, haijui nani. Bucket. Asubuhi, kwa sababu mimi nilikuwa nimeshikwa kama jana, sasa leo asubuhi lazima msafishe. Imagine takataka yote mnabeba. Hakuna gloves kwa mkono. Hakuna kushota na kasuku. Wewe sasa piga hiyo picha. Nilala na kiatu moja. Na sasa kwa sababu niko ujana ni zile trouser unatafutaka za kufika wapi? Hapa. Nisagi hiyo ndio ilikuwa fashion hiyo wakati. Mshipi hawezi ukaingia nayo. So nilitoa kiatu moja uzi, nikashikanisha nini moja hapa na hii nikakaza ili kuwa mshipi, kwa sababu nikikosa itaenda chini. Yani hakuna starehe, haukai vile ambavyo unavyotaka. Umenyimwa raha zote, umenyimwa haki zote. Ni maisha magumu wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa imagine kuna mtu amekaa pale utumwa ama ufungwa miaka 1, 2, 3, 20, 10 na kitu 30. Amenyimwa haki. Hata jua kuna masaa ya kuota jua na kuna masaa hawezi ukaota hiyo jua. You are not in control of anything. You are controlled. Umenyimwa haki zako zote. Umetenganishwa na watu wenu. I want you to understand what is to be a prisoner of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Sahani unachukua chakula hapa, mzunguka kabla ufike pale sahani umeweka chini. Hakuna kwenda kukaa vile mnakaanga chini ukule starehe zako. Ni ukitoka hapa ukifika pale iwe imeisha. Na ujue kuna mwingine anangojea, ako hapo, na ukicheza itaendea hapo katikati ya kabla ufike pale. Kuna mwingine anakusaidia. Ukia hapo ukiwa joka mono utatengenezwa. Hiyo ndio maisha ambayo wakati mwingine si msafi vile ambavyo unavyotaka. Usafi si ule ambao unaotaka. News zingine nyinyi mnapatanga updates za news na kila kitu. Yanaweza kuja abiwa pengine bahati habari. Unajua kulitokea kitu fulani. Pastor Dabeli aliniambia kwamba wakati alitoka baada ya miaka 20, alikuwa anaona kuku itembea, anaona kitu ya ajabu. Ati buzi anaona buzi. Ati mpaka na miaka 20 hajaiona buzi. Kana hajaona kuku, anaona kuku, anaona kitu ya maajabu. Kitu ya miguu mbili na inatembea. Sasa anaanza kukumbuka, hii ndio ilikuwa inaitwa kuku. Si mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Ati unatoka gerezani unajiuliza, nimeachiliwa ama kweli kuna mtu atanifuata baada ya hii? Hiyo ndio maisha ya mfungwa.
So Paulo anapozungumza maneno haya, ndio nataka uelewe uzito kile ambacho alichokuwa anazungumzia. Nani anakula lunch? Sapa. Unakula sapa saa 9. Sapa unakula saa 9. Keda umekula sapa. Alafu watu wanachezea uhuru, si ndio? Watu wanachezea freedom. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Nguo ni kamoja ama tuwili, unabadilisha, unavua. Nguo zingine hakuna privilege ya kuzipata, zile ambazo zingine mko nazo sitazitaja. Hakuna privilege ya kuwa nazo, hawana. Hiyo sabuni ambayo unaotumia kwake kuipata ni ngumu. Jipige maji baridi, jipige maji haina sabuni. Nani hapa ashaifungwa? Miaka ngapi? Lisali moja. Hiyo sikufungwa, ulipitishwa pale. Nilikupata, nakumbuka nikikupata hapo. Nipata hapo station. Miaka ngapi? Siku 3. Hiyo hata sio kufungwa, huko umekaa. Kesi yako bado. Wewe ulikuwa umewekwa korokoroni, hauko umefungwa gerezani, lakini uko na experience. So that's how it is. So when Paul was talking about I am a prisoner of Christ, meaning haya mambo, kuna mambo mengi sana katika maisha yake aliyojinyima ili ya kwamba aweze kuishi katika hayo maisha. Na hii ni utumwa ambao aliyojipatiana mwenyewe. Akamwambia Yesu, mimi nataka kukuwa mtumwa wako. Aduagai, watu wa Mungu, wokovu ni huo utumwa, ni huo ufungwa. Sorry, not utumwa, ni ufungwa. Unakuwa mfungwa wa Kristo. Unamwambia Yesu, ninataka unifunge niwe mfungwa wako. Na ningependa nisome haya maandiko ili uweze kunielewa. The book of Ephesians chapter number 4. Hallelujah. And I want you to understand. Ningependa wakati utakapokuwa ukisoma maandiko haya, ningependa uyasome na humor. You know, with that understanding, jiweke katika miguu, katika kiatu cha Paulo. Ndio maana nazungumza hapa kwa njia hiyo ili uweze kuelewa. Jiweke katika miguu, katika viatu vya Paulo, ili uelewe kile ambacho alichokuwa na hisi, uchungu aliokuwa nao. Ako gerezani na bado upande huu mwingine anataka kumpendeza Kristo, na ndio maana akaingia katika utumwa huu wa duniani, kwa sababu alitaka kumpendeza Kristo, awe mfungwa wake. Hallelujah. Naweza nikasome maandiko in the book of Ephesians chapter number 4 from verses 1. Efeso mlango wake wa 4 kuanzia mstari wake wa kwanza. Kwa hiyo nawasihi, mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Sikia, Paulo anasema vizuri. Na usikie, na akasema soma na that humor. Paulo anasema kwamba nawasihi, ni kuwaomba na tuomba sisi wa Kristo. Nawasihi ya kwamba nyinyi wa Kristo mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Negwetwa twetetwa mpendwa, kuingia katika ufalme wa Mungu ni kuitwa, tumeitwa. Na Paulo anasema nawasihi mwenende katika huo mwenendo ambao mlioitwa. Kila mmoja wetu hapa umeitwa kwa njia tofauti. Tuliitwa kwa njia tofauti. Ukisikiza testimony za kila mmoja atakwambia aliokoka kwa njia ambayo ilikuwa ni tofauti sana na mwingine. Mimi vile nilivyookoka sio mwingine jinsi ambavyo alivyookoka. Kila mmoja wetu aliokoka kwa njia tofauti. Tuliitwa kwa njia tofauti. Na Paulo anatuambia kwamba tuenende katika mwenendo huu. Bwana Yesu asifiwe. Ambao tulioitiwa. Uliitwa ufanye nini ulipoitwa katika ufalme wa Mungu? Uliitwa ufanye nini? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Thursday wakati nilikuwa nimeenda kuhubiria, nitoka hapo gerezani,
Kuna wale ambao huwa wamefungwa kwa sababu ya kesi ambazo ni zito sana, murder, kesi za robbery with violence, kesi zile ambazo zinachukua muda mrefu sana. Na wakaniomba wakaniambia kwamba pastor, siwe walikuwa naomba ruhusa, tupate ruhusa huo ukikuja kutuhubiria katika hizo gereza zao. Yaani huyo mtu anatoka nje, tuliweka wimbo wale Kiama ndiye alikuwa kule tukiwa, huyo mtu anakula wimbo kwa sababu hana siku ingine ya kukula wimbo. Unataka kusikiza wimbo, unaweka kanini yako, unaanza kukula wimbo, na wakati mwingine ukipigiwa hata keyboard haushughuliki, umesimama kama umemeza talibo. My friend, hao watu wimbo ulikuwa unakatwa, wanasema oi, tuongezee dakika zingine 5 tu za wimbo. Wimbo lolowe, hii wimbo wewe kwako iko hapa kwake, anauliza laiti ningeongezewa dakika zingine. Haleluya. Lakini sisi tuko huru, tunaona mambo yote iko. Na niwaambie, ni hakuna mtu aweze kuingia pale. Candidate, unaweza kuwa candidate wa pale. Kuna mtu mmoja, nakumbuka mhubiri mmoja mkubwa katika taifa hili, sitamtaja, alikuwa anaenda gerezani sana, na apatiana mattress, apatiana mablanketi, na akasema acha nipatiane kwa sababu nilitoka huko na sijui kama siku moja nitarudi. Kumbe anamepatiana siku moja, akapatwa bado, akashikwa tena, akarudishwa kule. Hakuna mtu hawezi kuingia pale. Hakuna, hauwezi jua. Hauwezi jua. Unaweza kuwa si makosa, lakini uwekelewe na ujipate pale. Unajua nyinyi wengine pengine mmenunua kasimu ambao umenuuziwa na hapa, haujui hiyo simu ilikuwa imetoka wapi, ama unauziwa kitu ambao unanunuanga tu vitu hapa uletewe, alafu kesi jipate ndani. Maisha hugeuka watu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, endelea. Mstari wa 2. Naam, atukuzwe katika kanisa. Mstari wa 2. Kwa unyenyekevu wote na upole kwa uvumilivu. Kuna kitu hapa nataka, kuna characters ambazo nataka uelewe hapa. Ukienda gerezani kama sasa nafanyanga altar call, unaweza kupata wote wameokoka. Unaweza kupata wote. Si kwa sababu anataka kuokoka, hali imemsababisha, hakuna kingine. Wacha tu niokoke, nibadilishe mazingara ama mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nimetoka kubatiza 75 of them. Mimi sijui kama wote walikuwa wameokoka, lakini wengine wameokoka, na kweli wameokoka, mitakubali wameokoka. Wote ukiwaangalia ni wanyenyekevu. Napenda tuende na nyinyi pale siku moja. Hao watu kwa sababu ya kupokonywa freedom, hao watu ni wanyenyekevu sana. Kwa sababu gani? Ya hali. So Paulo akajifundisha hili jambo. Upende usipende, ukiwa gerezani hauwezi ukapeleka kiburi. Getionekanaga. Kuna MP moja sitamtaja pia, alikuwa amefungwa juzi, na nyinyi mnajua alikuwa senator ama county ama alikuwa governor wa county fulani. Muangalia wakati ambako ako huku nje akiongea lugha vile naongeanga na ukali na hajajiita Simba. Wakati alifungwa pale alikuwa paka. Alishuka mpaka kama kiwango cha paka. Kwa sababu gani? Ya mazingara. So Paulo akajifundisha hili jambo. Ikiwa utakuwa mtumwa wa Kristo, kuna mambo itakubidi tokee kwako. Kuwa mpole. Kuwa na upole wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Usiwe mtu wa kuumiza watu, usiwe mtu wa kuharasi watu. My friend, kaa na upole. Maana quality moja ya kuwa mtumwa wa Kristo ama yeyote ambaye amefungwa, lazima atatokea na hii character ambayo ni ya upole. Kule wanaambiwa, unaona mzee kabisa,
Na yule polisi pengine namwambia toka hapo enda pale. Ni kijana tu amekuja juzi. Ni kijana. Lakini anamutii upole. Si kwa sababu ya hiari. Pengine wangekuwa na huku nje amewajaribu kumwambia mzee usifanye kitu. Anambia wewe nitakunyorosha. Lakini kwa sababu ni mfungwa, inambidi akae katika ile karakta ya upole. Hata akiambiwa, unakuta kijana ameajiriwa juzi, hao ametoka pengine ameajiriwa juzi na ameletwa tu hapo, anaambiwa kwamba utachunga hawa watu, wapeleke mahali fulani, waambie kitu fulani. Hivyo ndivyo watakavyotii ile amri. Sasa Wakristo tunafaa kuwa na huo upole. Sasa saa hizi unaambia Wakristo fanyeni 1 2 3. Wakristo atakujibu. Hawezi kutii hii neno la Mungu. Upole hakuna. Lakini alijipatiana kwa Yesu akasema kwamba mimi nataka kuwa mfungwa wako Yesu. Wengine hamuko wafungwa wa Kristo, wengine walijitoa kwa sababu karakta ya upole lazima izalike. Na ndipo Paulo anasema kwamba katika mwito, kuenenda katika mwito wa utumwa au ufungwa, to be a prisoner of Christ, lazima kuwe na upole. Bwana Yesu asifiwe. Kanisani hatufai kutreat watu ni kama tuko gerezani ama kambi ya jeshi. Ongea na watu kwa upole. Kana watu vizuri. Nyinyi ambao mnaongoza, wale ambao mnaongoza vikundi tofauti tofauti, kana watu na upole. Kaa vizuri na watu. Haleluya. Mwambie jirani yako kaa vizuri na watu. Mwambie kuwa na upole. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. This character inasababisha mtembee na Kristo. Ukikosa upole na ukienda pale gerezani unakuta kuna wanalimwa na kuna halimangwi, kwa sababu ukinua kichwa lazima hiyo pembe itakatwa. Kuwa mpole. Nasikia kuna hiyo lugha iko mtaani saa hizi. Kuwa mpole. Ama mjaisikia? Kuwa mpole. Kuwa mpole. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako kuwa mpole. Kuwa mfungwa wa Kristo lazima uwe mpole. Ndoke mwile. Mwambie hata hiyo na upole tu. Mwambie na upole tu. Usimwambie kwa ngumu. Mwambie tu kwa upole. Mwambie tu kwa upole. Kuwa mpole. Haleluya. Jambo lingine Paulo akakuja kujua. Haleluya. Ati akasema kwamba mkiwa wavumilivu. Si ndio? Ama mkiwa wavumilivu. Mpendwa, kuwa mtumwa, kuwa mfungwa wa Kristo lazima uwe mvumilivu. Imagine mtu aliingia gerezani na alifungwa na anaambiwa utatoka baada ya miaka ngapi? 7. Vumilia machungu yote utakayapitia pale. Vumilia. Vumilia hiyo kanguo kataisha. Ninaona wengine wamevalia imebadikwa kiraka. Wengine ni kinyasa. Na kwake alikuwa anavaa masuti. Alikuwa anavaa mahali pazuri. Vumilia. Maana gerezani mahali ambapo mtu amekuwa mtumwa, amekuwa mfungwa, huvumilia. Unaweza kusema nimesikia mtu akitoa ushuhuda anasema kwamba hakuwa anakula bosho. Huko bosho inakukonolea macho na kuambia lazima unikule. Vumilia. Vumilia mpendwa. Ukiwa mfungwa wa Kristo lazima uvumilie. Kuna mambo mengi sana ya kuvumilia. Vumilia watu, vumilia mke wako, vumilia watoto wako, vumilia mume wako. Tuvumilie hata sisi wachungaji. Tuvumilie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Yes, vumilia. Vumilia huyo ndugu yako. Vumilia huyo ambaye mnaohudumu na yeye. Anaweza kuwa sio perfect. Anaweza kuwa sio mzuri, lakini huyo ndio Mungu amekupatia kwa wakati kama huu. Vumilia. So the character ya uvumilivu ukiwa mtumwa wa Yesu lazima itatokea. Kule watu wanavumilia si eti kwamba wanapenda. Si eti kwamba wanapenda. Kuna siku moja tulienda tukapikia Disemba ya mwaka uliopita. Tukanunua chapati, tukapikia chapati sijui 1000 ngapi, 1,500. Bados, hata mwaka huu mkinisaidia tutaweza kufanya hilo tendo. Tukawanunulia nyama, zile vitu ambazo hawakulangi sana.
tukaenda tukawapikia, tukakula na wao, tukasherekea na wao. Chapati, hehe, woi, chapati tangia igie hapo, wengine amekaa miaka 5 haja yoja chapati, lakini amevumilia, imembidi avumilie. Mpendo, one thing they told me is this: ile commodity ambayo ni expensive sana kupata gerezani katika utumwa, katika ufungwa, ni sabuni, soap. It's very expensive. It's a very precious commodity. Mtu akiwa mfungwa, kitu ya kuoga. Kitu ya pili, tissue paper. Kwako hiyo si shida, si ndio? Kwao, lakini wanavumilia. Kuna wakati hawana. Sitasema wanatumia njia gani, mimi sijui hata mimi. But imagine huyo mtu atavumilia miaka 4, miaka 5, upende usipende. Maana ukikataa hakuna kingine, there is no other option. Hakuna atutasema ati kwamba nimegoma sitakula, my friend. Ho, 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 ho. Ati ama ugome useme sitafanya kitu fulani, my friend, hiyo ndio kitu utafanya kwa lazima. Ndio maana hizi vitu lazima ziende pamoja, upole na uvumilivu. Mpendo, ukiwa katika Kristo, ulijipatiana kwa Yesu, vumilia na kuwa mpole. Yesu agosho kile nilioshioge, vumilia huyo mwingine. Mwambie huyo mjirani yako, mwambie nivumilie. Mwambie nivumilie tu, nivumilie tu. Hataki kukuambia, mwambie tu nivumilie. Mvumilie. Hata mimi nimefika hapo, nimefika kwa sababu ya kuvumiliwa. Atavumilia huyo. Hata kama umeona amefanya makosa kidogo, vumilia. Hallelujah. Praise the name of the living God. Haya, sikia lingine. Endelea. Mkichukuliana katika upendo. Mkichukuliana kwa upendo. Ugethie kule andu metanaga brother, they share. People will share what they have. They will always share. Huko watu wanabebendana. Huwezi kusikia kati kumetokea vita gumu. Hawatu. Ndio maana Mungu anasema kwamba tushukuliane kwa upendo. Nisaidie mahali ambapo naona mimi ni mdhaifu. Mahali ambapo naona huyo ndugu yako hawezi, mshukilie. Ikiwa mimi ni mtumwa wa Kristo, nitakuvumilia. Kuna watu katika maisha yangu, na ndio maana mtu mmoja akaniambia kwamba ukiwa mchungaji hauamuangi, hauchaguangi ni kondoo ya aina gani ambayo Mungu atakupatia. Haujui. Ingekuwa sisi wangechukua zile ambazo ziko hazina madoadoa wala, lakini Mungu ananiletea wote. Nilisema hivi, ikiwa Mungu ananiambia nishukulie ndugu yangu na dada yangu kwa upendo, ni kumaanisha kuna mambo nitaona unafanya, lakini nitakuchukua muda, sitareact. Juzi nimeambia viongozi, nikaambia kwamba ukiona hata mtu amekuja na miniskirt, usifukuze. Wewe niachie tu, kwa sababu mimi sikuchagua niletewe. Ni Mungu amesema yeye mwenyewe kwa muda atabadilika. Ukikuta Mungu mtu ameniletea mlevi kanisani hii sadi, usinifukuzie huyo mtu, wacha akae hapo. Nataka kumchukua kwa upendo. Maana ni upendo. Maandiko yanasema it is love covers multitude of sins. Nimchukue kwa upendo. Tushukuliane kwa upendo. Jameni, kuna kijana mmoja alikuja kanisani akiwa na rasta, zilikuwa zinatoshana huku. Rasta. Alikuwa anavaa kofia ndani. Nakumbuka asha moja akaniambia kwamba pasta, siwaambie huyu mtu, mwambie huyu mtu atoe kofia. Walikuwa wamemwambia atoe kofia, akaniambia si tumfukuze. Nikamwambia usijaribu kumguza. Wachana na yeye, akae hapo na hizo rasta zake. Hao ndio nimeitiwa. Maana asiye mgonjwa hana haja ya daktari, lakini mgonjwa ndiye akona haja ya daktari. Hapa mumekaa hapa si eti kwamba nyinyi ni wakamilifu, hapana.
Hapana, wengine ni mko na wivu, wengine nyinyi ni waogo, wengine ni washerati, wengine unaojaga kidogo kidogo pale umejificha. Pengine kuna mambo zingine unafanyaga umejificha. Sikufukuzi kanisa, na tafadhali usinifukuzie mtu kanisa kwa sababu ako na hiyo udhaifu. Niachie, mwachie ye. Si mwambie hata wewe sio perfect. Mwambie wacha pastor anibebe na upendo. Kama pastor amechoka na mimi basi ni tofauti. Si ndio? Kama mimi sijasema nimechoka na wewe, kwa nini wewe uniambilie mtu uniambia kwamba wewe pastor wewe toka uende? Mimi bado upendo wangu ni mpana huko. Ningali niko na upendo. Nibebe huyo mtu, nishukulie, na kwa sababu mimi nijipatiana kwa Yesu. Niko mfungwa wa Kristo na ananiambia nishukuliane kwa upendo. Mwambie jirani yako nibebe tu kwa upendo. Kwa upendo. Usijue udhaifu wangu unianike kijijini. Usijue udhaifu wangu kisha ukautumia kunipiga nao. Nibebe kwa upendo. Ukiona nimekosa niite dada yangu, hapa hakuedangi hivi, fanya 1 2 3. Hallelujah. Praise the Lord. Mwambie jirani yangu usichoke. Nibebe tu kwa upendo. Tushukuliane mizigo. Kwa nini? Kwa nini? Kwa upendo. Kwa sababu hata mimi mwenyewe sikuchagua wewe ni nani utakuja. Sikujua ni nani atakuja. Lakini Mungu aliniambia wapende wote, ni mali yangu. Kama yeye aliwapenda, kwa nini sikupende? Hallelujah. Praise the name of the living God. Kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Sikia. Jitahidini kudumisha umoja wa roho katika kifungo cha amani. My friend, unasikia ni kifungo cha amani, cha imani. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Na Biblia inakuambia vizuri sana, ujitahidi kudumisha umoja. Watu wa CFF Mount Carmel Mwireli, wacheni kuwa vikundi viwili ama vitatu ama vinne ama vitano. You are one. Mujitahidi, mfanye chochote kile ambacho mnaweza mkafanya, kwa sababu nyinyi ni watumwa wa Kristo. Mujitahidi kudumisha umoja. You are one. Na sijui wa Kristo tunaulizanaga nini? Sijui. Dumisheni upendo, dumisheni umoja, mujitahidi. Kama kuna kitu basi unahitaji kujitahidi. Naonaga prisoners wanaweza kulala mahala pamoja, wanaweza kushare anything. They can share anything. They share anything. They share anything. They share anything. Kwa sababu mahali ambapo wako, situation ambazo zimewakabili demand, so hali ambazo wanazozipitia zina demand wakuwe hivyo. Yesu agosho. Sisi wa Kristo adui yetu ni moja. Adui yetu ni moja, Shetani. We are fighting against one enemy, a common enemy, that is the devil. Praise the name of the living God. Tudumishe umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the living God. Na ndipo maandiko yanasema vizuri ya kwamba ukiona mtu ambaye anaingia katikati yenu kuwagawanyisha, kuwapiganisha, huyo mtu mumutenge. Mumutenge. Ukiona mtu ameingia katika familia yako, ameweza kutenganisha wewe na watoto wako, wewe na mume wako, wewe na watu yenu, huyo mtu, huyo ndiye adui. Fukuza huyo, muondoe huyo, jitenge na yeye. Lakini jitahidi kudumisha umoja. Bwana Yesu asifiwe. As long as I'm a prisoner of Christ. Hallelujah. Hallelujah. Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitiwa katika tumaini moja la wito wenu. Mstari wa 5. Yes. Bwana mmoja na imani moja. Sikia, Biblia inasema vizuri, Mungu wetu ni mmoja, imani ni moja.
Roho ni mmoja. Ubatizo mmoja. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote, ndani ya yote. Mstari huo mwingine. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Amen. Sikia. There is one thing inatuleta zote pamoja. Tuko na Baba mmoja. Tuko na Roho mmoja. Tuko na neema moja. Hatuna neema nyingi ambazo zinatoka tofauti tofauti. Neema zote, the source is the same person, the same God. God our Father. Kwa nini tuumizana? Kwa nini tusipendane? Kwa nini tusishikane pamoja? Kwa nini tusibebanie mizigo? Kwa nini simvumilie ndugu yangu? Ili hali source ya haya mambo yote mwenye anatupatia ni moja. Same God. Paul, nini nikupige? Kwa nini nikuumize? Kwa nini nikupangie mabaya? Ili hali tumtumikia Mungu mmoja. Source yetu na neema yote yatoka kwa mtu mmoja ambaye ndiye Mungu. Kwa nini kanisa? Why? Watoto wa baba mmoja wanapigania nini? Wanaulizana nini? Kwa nini wasivumiliane? Kwa nini wasisaidiane? Kwa nini wasishikane mkono? Kwa nini tusipendane, wapendwa? Ukiona mtu ametoka katika basi maeneo haya, basi alijitoa tayari kuwa mtumwa ama kuwa mfungwa wa Kristo, na alijitoa katika uhuru. Ikiwa siwezi nikatimiza haya, nilijitoa, nilijipatia freedom. But as long as I'm in the board and I'm a prisoner of Christ, then haya mambo nitayatimiza. Ikiwa siwezi kutimiza, ni kumaanisha nilijitoa katika uhuru huu. Kwa sababu katika mambo, katika ufalme wa Mungu na katika wokovu wa Kristo, kuna misingi, kuna mipaka. Gereza ina mipaka ambayo hakuna mtu anaweza kupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Praise the name of the living God. Kunayo mipaka, siwezi nikapita. Kuna ulinzi nimewekewa, kuna sheria nimewekewa ambazo zinazoniweka pale ndani katika ufungwa ambao umenifunga nao. Praise the name of the living God. Muulize jirani yako, wewe ni mfungwa wa Kristo? Hallelujah. Praise the name of the living God. Kuna mambo ninahitaji kufanya. Paulo akifa kwa sababu hakutoka gerezani katika miaka yake ya mwisho au ufungwa. Na ningependa usome hizo vitabu vine ambao nimekuhesabia leo kwa wakati wako. Na ningependa uingie katika mara ambapo Paulo alikuwa. Mwana anasema aliandika hizi barua akiwa katika gereza. Until 67 AD, Paul was executed. Lakini licha ya haya yote, he remained a prisoner of Christ. Hata akisema imani nimelinda, vita nimepiga na mwendo nimekamilisha, alibaki kuwa mfungwa wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ikiwa Paulo aliweza kutimiza maagizo na masharti ya kuwa katika mtumwa wa Kristo, kama mfungwa wa Kristo, akiwa katika mazingira yote, ni nini naweza kunizuia mimi na wewe nitimize? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka kuomba na wewe siku ya leo, kwa sababu kuna neno ambalo limemalizia pale. Neno lina nguvu sana, ya kwamba God has given us, all of us, grace. He has given us grace. Depending na udhaifu wako, depending na kupungukiwa kwako, God has given you grace. Paulo kukaa gerezani ni neema.
ya Bwana iliyomwezesha kukaa pale. Ni neema. Naandike Biblia, nazungumze wema wa Bwana akiwa gerezani, ili hali ikano yoshilio dutosho. Na ndipo unapopitia magonjwa, Paulo akasema, ni nini ambacho kinaweza kunitenganisha na upendo wa Kristo? What can separate me with the love of Christ? He said nothing. Nothing can separate me with the love of Christ. Katika mambo unayopitia unaweza ukashuhudia Kristo. Katika mazito unayopitia unaweza ukashuhudia Kristo. Unaweza ukasema Yesu bado ni Bwana na nitakaa pale, nitadumisha upendo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. It's only by God's grace. It's by God's grace. It's by God's grace. I don't want to pray for grace. Grace. Najua wengi tunataka kufanya wema lakini tutajipata hatuwezi. Nahitaji neema. Ndio Paulo akajua siri ni neema. Kukaa kuwa mfungwa wa Kristo ni neema. Wakati nilikuwa jana Thursday, kuna kijana mmoja alikuwa amekaa mbele yangu pale, lakini alikaa na stress. Mtu ako depressed kwa sababu pengine mazingira na hali. Dabedi akawaambia kwamba mimi nimekaa gerezani miaka 20. Kodem. Na Pastor David akawaambia, katika hiyo mazingara ndipo nilijua Mungu niliyokokea gerezani, na nikaweza kudumisha Mungu, na nikaanza kuona maono. Siku moja nikihubiri, akaona akiwa na gari lake, akiwa na biashara zake, akiwa na mambo yake akifanikiwa, akiwa bado katika gereza. Let me tell you, our God is not limited kwa sababu ya hali ambazo tunazozipitia. Usiniambia kwamba nafanya makosa 1 2 3 kwa sababu ya mazingara, kwa sababu ya hali. I'm telling you, unaweza ukadumisha Mungu katika mazingara. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Kuna watu wanafanya kazi ambazo ni hatari sana, kwingine mambo mengine mabaya na mazito sana, lakini bado wanadumisha Kristo. Usiniambia ati my environment requires, lazima nifanye vitu fulani fulani. I'm telling you, ikiwa mimi ni mtumwa wa Kristo, it doesn't matter mahali ambapo nipo, nitafanya lisha ya mazingara, because there is grace. Praise the name of the living God. Because there is grace. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa zote tudumu kuwa wafungwa wa Kristo. Hilo ndilo ombi langu. Na mimi naomba neema ya kuwa tubaki na tukae kuwa wafungwa wa Kristo. Hallelujah. Naweza simama na miguu yako. Hallelujah. Mimi ningependa tudumu na ningependa udumu pale. Hallelujah. Naomba tuombe neema. I want you to pray that God will give you grace to remain a prisoner of the Lord. Tell God, give me grace. Nataka kubaki kuwa mtumwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali zote wacha nibaki mtumwa wa Kristo. Kwa sababu nikikosa kuwa mtumwa wa Kristo, kile kitafanyika kwangu, nitakuwa slave ya dhambi. Na hii ndio hali ambapo Yesu alikuwa anataka kututoa. I rather be a prisoner of Christ rather than being a slave of sin. Get me? Afadhali nibaki mtumwa, mfungwa wa Yesu. Dekejo hanio nake, kwa sababu ananiambia ni lake ni rahisi na ni nyololo. Wacha nibaki kuwa mfungwa wa Kristo kuliko kuwa mtumwa wa dhambi.
tutakuja kuangalia siku moja the characters of a slave. You come to understand, I rather be a prisoner of Christ. I rather be. In all circumstances, I rather be. Why? In the character of a slave, upende usipende, kifua na nguvu zitatumika kukulazimisha kufanya yale unataka na ambayo hutaki. Na ukitaka kuelewa, elewa Israelites when they were slaves, what happened to them. Walililia Mungu, vitu vyao vyote vilibaki utumwa. Afadhali mwenye alikuwa gerezani, alikula, alikaa kulingana na mazingara yale ambayo yamewekwa na sheria ambayo imewekwa, ambayo ina control ile sheria ambayo ina control gereza. Hata hapa saa hizi utaenda, kuna sheria ambazo zina guard, zina protect mtumwa. Ana haki za mfungwa, mfungwa ana haki, lakini a slave hana haki. Ndio maana Israeli waliteswa, walikaliwa, walikanyangwa, hawakuwa na haki yoyote ile. Mtumwa hana haki. Dali, I rather be a prisoner of Christ. Hallelujah. Praise the name of the living God. Taka umwombe tu, mwambie Bwana, nipe neema ya kukaa kwako. Neema ya kukaa kwako katika kuwa mfungwa wako. Give me that grace that I remain there. Ya kwamba nitakaa pale kwa jina la Yesu. Fungua tu kinywa chako mchana wa leo. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Asante mtakatifu. Mwambie tu Bwana, naomba kufanyika, nipe neema. Mwambie Bwana, naomba neema. Naomba hiyo neema. Maana Mungu ni mmoja, Roho ni mmoja. Mwambie Bwana, nipe neema ya kukaa na kudumu kuwa mfungwa wako Yesu, kuliko kuwa mtumwa katika dhambi. Katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, I want to pray. I pray to remain a prisoner of Christ. Kwa jina la Yesu. Najua kuna watu mtapewa neema hapa ambayo si ya kawaida. I know. Unaweza kuona ni kama mambo kukaa kwa Kristo ni kama umenyimwa starehe, umenyimwa raha, umenyimwa amani, kwa sababu kuna mambo mengi ya maandiko yanasema usifanye. Lakini Mungu atakupatia neema, utafurahia katika haya yote, maana mwisho ya kwamba hicho kifungo kuna siku moja kitafika mwisho. Hiyo utumwa wa Kristo kuna siku utafika mwisho. Utakapotoka katika mwili huu, utakapoingia mbinguni, utakuwa huru mbinguni. Milele hautangangana na dhambi, milele hautangangana na mambo yaliyo katika dunia hii, katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Kuna wakati utumwa huo, kuna wakati ufungua huo katika Kristo utafika mwisho. Maana mbinguni utakapoingia, kwamba hautangangana tena. Kuna mambo ambayo hautasumbuka nayo tena, maana utakuwa umekwisha ya shida yote. Mbinguni utafurahia. Kule hakuna utumwa, hakuna ufungwa, hakuna kufinyiliwa, hakuna mateso. Yote ni furaha na kumshangilia Bwana milele, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mwambie Bwana, siku ya leo ninaomba afadhali kuanguka kwenye Jehova nikafanyike kuwa mfungwa wako. Mwambie Bwana, nipe neema ya kubakia katika ufungwa wako kuliko kubaki katika utumwa katika dunia hii, katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, nahitaji neema yako. Mwambie Bwana, ninaomba unipe upendo, nipe uvumilivu, nipe upole, nipe ya kwamba niweze kushukuriana mizigo na ndugu zangu na dada zangu. Mwambie Bwana, nisaidie siku ya leo ya kwamba Bwana niwe na juhudi, niwe na bidii kufanya mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Kudumisha upendo wa kweli, katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, nahitaji hiyo neema juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, I rather be a prisoner of Christ. I rather be a prisoner of Christ. Baba yangu, nimekuja mbele zako siku ya leo, Jehova Mungu wa majeshi, maana mimi siwezi pasipo na wewe Bwana.
Mtakatifu na kuhitaji mchana mwema. Nalitia jina lako Jehova lenye nguvu. Uweza, nguvu na mamlaka ni yako Bwana. Mtakatifu Jehova, kama jinsi ambavyo Paulo anavyoshuhudia, kuna masaa, kuna miaka 1, 2, 3, hata zaidi ya 5 alikuwa amefungwa katika gereza, na akajua ya kwamba mfalme amefunganishwa na wewe. Hakukuasi, hakukutenda dhambi katika haya yote Jehova Bwana, bali Mungu mtakatifu alikupendeza, alikaa kuwa mfungwa wako Bwana Yesu. Moyo wangu amua Jehova siku ya leo, ni afadhali jemedari kuwa mfungwa wako Bwana Yesu kuliko kuwa Jehova mtumwa wa dhambi, kuwa mtumwa katika dunia hii Jehova, kukaa kwenye gereza lako Bwana ulioweka mipaka yako na sheria zako Jehova ambazo nafaa kuzifuata. Mtakatifu, imekuja mbele za uwepo wako Jehova siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Inanyenyekea mbele za uwepo wako Bwana, na nileta kanisa lako mbele za uwepo wako Jehova. Nimenena neno hili juu ya maisha yao kama jinsi ulivyoliweka katika moyo wangu, nami ninaomba jemedari, kama jinsi ambavyo umesema katika neno lako, ni katika neema yako Jehova uliotuchagulia kila mmoja wetu Bwana, na katika mwito uliotuita Jehova, ya kwamba Roho wako Jehova, ya kwamba neema yako yatuwezesha Jehova. Kuna mtu katika nyumba hii Mungu mtakatifu, Bwana wa majeshi, anaweza kutazama kuona ni kana kwamba kuwa katika kuwa mfungo wa Kristo ni kama anafinyika, ni kama kuna mambo amezuiliwa kufanya, lakini kumbe Bwana aliyefungwa katika Jehova kuwa mtumwa anazuiliwa kufanya maovu, anazuiliwa kufanya dhambi, anazuiliwa kufanya yasiyofaa, anawekwa nidhamu ndani yake Bwana. Kumbe kukaa kwako Bwana, pokea nidhamu. Kumbe kukaa kwako Bwana Yesu mfalme, wanizuilia kufanya mabaya na maovu. Si kwamba unanichukia Jehova, bali uko na upendo mfalme Jehova, ndio maana ukaweka mpaka Jehova mfalme, ulionizingira, uliozingira nyumba yako, uliozingira walio wako Jehova. Mungu mtakatifu, kudumu mahali pale Jehova ni neema. Ni neema kukaa katika mwito, ni neema kukaa katika kazi uliyotuitia, ni neema kukaa katika wokovu, ni neema kudumisha wokovu. Nahitaji neema yako Yesu, nahitaji neema yako Bwana. Kanisa lako lahitaji neema yako. Mighty Jesus, we need your grace. Ni nani aweza kushinda? Nani naweza kukaa kwako pasipo na neema Yesu? Pasipo na neema Bwana, pasipo na neema, pasipo na neema haitawezekana. Katika jina la Yesu, naomba tuinue mikono yako sasa mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Naamini ya kwamba itafika dakika na wakati ambapo hautang'ang'ana kukaa katika wokovu. Haitakuwa ni kung'ang'ana. Hapana, hutang'ang'ana, hutang'ang'ana. Utafika mahali utazoea kwa sababu ya neema. Utafika mahali utaelewa hilo kusudi kwa sababu ya neema. Hallelujah. Praise the Lord. Kuna mengi umejinyima, haiwezi kuwa bure. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu wa Bwana,